I love you, Jesus. I worship and adore you. Just want to tell you, Lord, I love you more than anything. Yeah, I love you, Jesus. Mpendwa mtazamaji, kwa majina yangu ni Apostle Anthony Ngugimburu. Nampenda Yesu kwa sababu ya kuniokoa, kunilinda na kunisaidia kuweza kukaa ndani yake. Mimi ni mtumishi ama mchungaji wa kanisa ya Church of God Apostolic Mission Word of Truth. Karibu sana kwa utazamaji, ukaangalie, ukaona mafundisho na ukasikia vile Bwana anavyosema na wewe, kwa sababu neno la Bwana linapo neno linanenewa kwako na neno la Bwana liko uhai. Karibu sana na Mungu akubariki. Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema tele. Umejawa na rehema tele. Kama sio wewe ningekuwa wapi Baba? Kama sio umejawa na rehema kama sio wewe Daddy, ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe Baba, ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema tele. Umejawa na rehema tele. Kama sio ningekuwa wapi Baba? Sina mwingine kama wewe. Sini wewe tu Bwana Baba. Umejawa na rehema tele. Kama sio wewe
Spirit. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Sema asante Yesu. Asante Yesu. Sema asante Yesu. Asante Yesu. Hata kama hautambuliki. Sema hata kama hautambuliki duniani. Hata kama sitambuliki Na watu wengi. na watu wengi. Mimi ninakutambua. Mimi ninakutambua. Mimi ninakujua. Mimi ninakujua. Kwamba wewe ni muweza. Kwamba wewe ni muweza. Kwamba wewe ni muweza. Kwamba wewe ni muweza. Kwamba wewe ni muaminifu. Kwamba wewe ni mwaminifu. Sema amen. Amen. Pigia Yesu shangwe na vigelegele. Haleluya, vigelegele. Hakuna Mungu kama wewe. Yesu, wewe ni mkombozi wetu. Wewe ndiwe mponyaji wetu. Wewe ni mkombozi wa maisha yetu. Hatutapata taabu, hatutapata shida kwa sababu yako Yesu. Ulimshinda shetani, ulishinda mapepo, ulishinda ufalme wa giza. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you my Father. Asante Yesu. Asante Yesu. Tulidhani kwamba hautusikii, lakini tumetambua siku ya leo umetusikia, na huwa unatusikia kila wakati. Ndio maana tunasema ni asante. Ndio na maana tunakuja kukushangilia tena. In the name of Jesus Christ. Ni jina ambalo ni jina la ukombozi. Ni jina ambalo liko na uwezo na nguvu ya kutoka mbinguni inayofanya kazi hapa duniani. Asante Yesu. Katika jina lako Yesu, patia sisi ukombozi. Katika jina lako Yesu, tulipokea wokovu, tulipokea ukombozi, tulipokea ufunuo, tulipokea uponyaji, tulipokea kulindwa, tulipokea neema, tulipokea huruma, tulipokea na uwezo, tulipata kuvumbuliwa, tulipata kupewa nguvu. Tunaweza kuishi katika jina lile, katika jina lile. Tunapumua, tunapumua, tuko na uhai, tuko na afya, tuko na uwezo. Maadui wanashindwa katika lile jina, maadui wanashindwa. My Father, my Rabbi, asante Baba, tunakutukuza na tunakuinua, na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Sema amen. Pigie Yesu makofi mazuri. Thank you Jesus. Confession of sin. Kutubu dhambi. Hii ni kitu imelemea watu. Hii ni kitu watu wamefundishwa, lakini hawajajua kutubu dhambi. Hawajajua maisha haya ya kutubu dhambi, mtu anafaa kufanya nini? Amen. Haleluya. Kuna njia tatu ambazo watu wanatumia katika kutubu, na zote hizo njia utakuja kuzijua sasa hivi na uweze kuangalia, haleluya, aina 7 za toba. Amen. Na kufundisha. Njia ya kwanza katika hizi njia tatu, amen, ni wale watu ambao wanasikia na wanajua kwamba wamefanya dhambi, and they are so sincere with that, and they go repent and they stop. Hiyo mambo inaisha. Amen. Kuna roho zingine ambazo wao wanajua kwamba wako na dhambi, and what happens in them, wanajua wako na dhambi, and then they go, they repent
and they forget that they had done this sin and they repented, so they can do those sins again. Amen. Wale watu ambao, this is number 2, wale watu ambao anajua nimefanya dhambi, anaenda anatubu, anasahau alifanya dhambi na akatubu, na akaamka baada ya siku chache akaanza kuendelea na ile dhambi na akaishi katika hiyo dhambi. Hiyo ni aina nyingine ya watu. Hallelujah. Hallelujah. And the number 3, the other group ambayo ni group ya 3, kuna watu ninaitanga trickers. Watu wa kutrick. They know they have sinned, they repent, and then they try to trick God. They try to trick. Namna gani? Wanajaribu kuona kwamba now that this has gone, I can start afresh. I can start a new thing that does not look like this. They tilt that sin a little bit and then they do that new, that recreated sin, they proceed with it. Three kind of ways ambazo zinapatikananga at the end of repentance, at the end of confession. Ya kwanza, very sincere, nimeona dhambi zangu, nimetubu na nimeacha, and I will never do them again. Number 2, ni wale watu ambao wamefanya dhambi, wakatubu na wakasahau, wakaendelea nazo tena. Na number 3, ni watu ambao wamefanya dhambi, wametubu, lakini kwa sababu wanataka kuendelea na dhambi hiyo hiyo, wanaiunda upya isifanane na vile waliifanya mara ya kwanza, wakaifanye upya ikiwa kama ni kitu kipya. Amen. Hallelujah. Katika hizo njia, Bwana asifiwe, ni gani mzuri? Ni gani mzuri? Ni ya kwanza. Hebu jiulize, mimi niko kwa gani? Kwa ya kwanza, kwa ya pili, ama kwa ya 3? Nataka nikuletee watu katika Bwana walio katika maandiko ambao wanapatikana na mambo haya, na uone mwisho wao uliisha namna gani, kuliendaje katika maisha yao baada ya kutubu na kuacha. What really happened in their lives baada ya kutubu na kusahau na kuendelea tena? What happened in their lives baada ya kutubu na tena kupindua ile dhambi na kuifanya kwa njia nyingine mpya? Amen. Then how did they end? Maisha ya wokovu, it is all about confession of sin. Salvation and confession of sin, it is a brother and a sister. They walk together. Ukikuta wokovu ambapo hakuna kutubu, amen, huo tena sio wokovu. In the book of Romans 3 verse 23, all have sinned and they have fallen short of God's grace. Hebu nisome hapo. Romans 3 verse 23. For all have sinned, and fall short of the glory, and they have fallen short of the glory of God. All. How many? All. Mungu kazi yake ni kuhakikisha kwamba he fixes a problem in the human beings, ama in humanity. Otherwise, kama Mungu hata suluhisha shida ya wanadamu, kutakuwa na taabu siku ya mwisho, because he will end up not having one in heaven. The devil is so determined. The devil is so determined to make sure all goes to hell. Not one, all. Hallelujah. Na nini nasema hivyo? The devil is so determined to make sure all goes to hell. And God is determined to make sure all goes to heaven. Amen. Ndio Paulo anaambia Waroma, na kwa sababu wote wamefanya dhambi na wakaambulia patupu na wakaanguka wakakosa neema ya Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Soma sasa na uteremke. and fallen short of the glory of God, And fallen short of the glory of God. and are justified, And what? and are justified And are justified freely by His grace freely by His grace.
through the redemption that came by Jesus Christ. came by Jesus Christ. And now Christ says, hallelujah, repent ye your sins. Tubuni dhambi zenu. That's the way. Sameheni wale waliowakosea. That's the way. Kwa hivyo, because Christ came to redeem us, the way of redemption is the way of confession. Kutubu dhambi zile tulizo nazo. Pasipo na toba hakuna mahali unaenda. And people sin every day. Amen. Tubu kila siku. Tubu kila jioni. Tubu kila saa. Tubu kila dakika. Keep telling your spirit and your soul, I repent. Cleanse me, Lord. Cleanse me, Lord. Cleanse me, Lord. Nitakase. Nitakase. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The heart of a human being, how does it look like when it is surely meaning to confess? Inakaa namna gani? Kitu cha kwanza, hiyo roho ya mtu lazima mwanzo ijue kwamba nimefanya dhambi, na nimefanya dhambi gani. Usifanye kama mtu mlevi, akienda akunywe jioni, kesho ukimuuliza ulikunywa wapi ukalewa hivi, hawezi kukuambia. Wengi ni wale wanafikiria walimalizia kwa Karumaito, lakini walienda wapi? Haleluya. Walienda kumalizia kwa Joroge na Chang'aa. Wanasifiwe. Haleluya. Lazima roho yako iwe inajua kwamba umefanya dhambi. That's the first quality of somebody who goes to the Lord. Ukienda kwa Mungu, you don't know what sin you are repenting or confessing, you are disqualified. Straight away. You are disqualified by Lord and the angels. Mwambie atoe kelele, atuondolee kelele. Baba, nitakase, nitakase, nitakase Mungu wa Israeli. Jehova, nitakase, nitakase. Utakaswe nini? Unatakaswa nini? Enda uambie Mungu, enda mbele zake, Lord, I've sinned against you. I have stolen today. That's how we confess. Nimetukana mtu, nimechapa mtu. Hallelujah. Mungu, nimekuja mbele zako, nitubu dhambi. Kwa sababu gani? Nimefanya 1, 2, 3. Confession means you mention those things. Mention them. And Jesus came, he set us free, and he makes us free. Amen? By paying a price. And the price was his blood. Amen? Now that we are free, we must keep on confessing those things that made us in the first prisoners. Na kwa sababu tumesoma tukaambiwa kwamba na wote walifanya dhambi wakapungukiwa na neema ya Bwana. Hallelujah. Sasa kila siku uwe unatubu. You must stand up and say, Lord, I have sinned against you. Whom do you go to confess to? To the Lord. To God. Because anytime we violate by sinning, we offend God. Amen. Unamwambia, Lord, I have sinned. Nimefanya kosa. Nimefanya makosa. Hebu nisomee kitabu cha Exodus 10 verse 16. Inasema nini? Wacha nisome. Hapo Farao aliwaita Mose na Aruni kwa haraka, akawaambia, nimetenda dhambi dhidi ya Mwenyezi Mungu, Mungu wenu, na dhidi yenu. Kwa hiyo sasa nawasihi, mnisamehe dhambi yangu mara hii moja tu, mkaniombee kwa Mwenyezi Mungu, Mungu wenu, aniondolee kifo hiki. Problem had come in the land of Egypt. Kukawa na taabu sana. Amen.
mara maji imekuwa damu, mara vyura vimejaa kwa nyumba, mara vitu vinavyochoma vinatoka angani vinachoma watu, mara watoto wa kwanza ndio hao wamekufa, mara nchi imejaa nzige na magonjwa ya tauni. Haleluya. Firauni akaangalia akasema hapana. Now he comes to his senses. Akaenda akamwambia Harun, kuja. Moses, kuja. I have sinned. Nimefanya dhambi kwa Mungu wenyu na kwenyu. Niombeeni nisamehewe na niondolewe kifo hiki. That's an act. You don't just confess like that. You must say, I have sinned against you. I have sinned against you, God, and I have come. Forgive me. Mara tauni ikaondolewa. Ile shida ilikuwa imejaa Israeli ikaondolewa. And then tomorrow he's forgotten. Kesho amesahau. Musa akamwambia, unajua ile taabu ilikuwa inakuja kwa sababu umekataza wana wa Israeli waende. And then he says, no. How they will not go. Hawataenda. Sasa Musa akauliza, Firauni, si umeniambia saa hii tukuombee Mungu akusamehe? Si saa hii umesema I have sinned against you and I have sinned against your God. Tell your God forgive me. And our God forgave you. Akaondoa ile tauni, akaondoa ile shida. And tomorrow, maybe after 1 week, wakati Musa alikuja akawaambia, nipatie wana wa Israeli niende na wao jangwani tukamwabudu Bwana. Amesahau. Kuna watu wako hivi. Today they will go repent. Oh Jehova, nimetubu sana baba, nimefanya vibaya, nisamehe. Meet them Monday. Meet them Friday. Utashangaa sana. Kile kitu ambacho walifanya wakaanza kuumia ndio watubu wanakifanya tena. They are doing it. Hawa watu neno inasemanga kwamba nitawahesabia hatua katika maisha haya. Tawapunguza polepole. Nitaondoa heshima. Nitaondoa tegemeo kwa maisha yao. Pole pole. Nitawaadhibu pole pole. Na siku ya mwisho nitawamaliza. Firauni aliangamia baharini sababu ya kusahau. He forgot that this God I'm praying around, he's a powerful God. Moses had to run 10 times kwa Firauni. Mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, 4, 5, 6, 7, 8, mara ya 9, mara ya 10, a resolution was passed. We will not continue like this. Hatutaendelea hivyo. Tumana. Pea watu wale wako maagizo. Waambie wachinje mbuzi mdogo. Tell them to usher in Christ. That was the Lamb of the Lord. Hallelujah. And tell them to lock their doors to remain. The angel of the Lord is coming. There will be no more repenting. There will be no more confession. But we are coming to finish them. We will not listen. And the Lord stops listening to the people at the 10th and the 9th time. Ndio unasikia kwa Katoliki wanasema tuombeni maombi ya novena. You don't know what this novena are. Numbers 22. Balaam. Numbers 22. And also Numbers 31 verse 15. Wacha nisome 22 verse 2. Mfalme Balak mwana wa Sipori alijua mambo yote wa Israeli walioyatenda wa Amori. Yeye pamoja na Moabi wakashikwa na hofu kubwa juu ya Waisraeli. Waliwaogopa sana, hasa kwa sababu ya wingi wao. Basi wa Moabi wakawaambia viongozi wa Midiani, umati huu punde si punde utaharibu kila kitu kando kando yetu kama fahari alavyo majani shambani. Kwa hiyo Balaki mwana wa Sipori aliyekuwa mfalme wa Moabi wakati huo akapeleka ujumbe kwa Balaam mwana wa Beori huko Pedhori karibu na Efrati ichi Amamu. Alimwambia Balaamu hivi, kuna taifa ambalo limetoka Misri
nalo limeenea mahali nchi kila mahali nchini, tena linatishia kuchukua ardhi yangu. Njoo sasa uwalaani watu hawa kwa ajili yangu, maana wana nguvu kuliko mimi. God tells Balaam, don't go, and he goes. Amen. He goes asking God about what God has spoken. Mungu akisema hii ni dhambi, ni dhambi. We don't discuss with the God of what he has said. Amen. Akisema hivi ni vibaya, ni vibaya. We don't discuss. Amen. Sasa Balaam alikuwa anaambiwa, anasema nimetubu, sitafanya hivyo, tuendelee. Anarudia tena, anatumiwa wajumbe. Anarudi kwa Mungu second time. Hallelujah. God speaks, you violate, and you go back to God without even sinning, without even confessing, and you go to God. Mungu niambie hapa kulienda namna gani? What am I supposed to do, God? Balaam anakutwa na wajumbe wa Balaki, na anawaruhusu kuingia kwa nyumba wamuulize swali. Why can't Balaam tell these people off? My God say, you can never go and cast people that I have set free from captivity. Amen. But now, jambo ya kushangaza ni kwamba Balaam anawaambia wale wajumbe, hebu tulale, kesho nifikirie, ama kesho niongee na Mungu, nione kama ataniruhusu. And they sleep. And then he tells them, Mungu wangu amekataa. They go back. And Balak sets another stronger group. The word says, Balaki akatuma watu wengine wenye vyeo katika ufalme, waende wakamjaribu Balaam. And then he welcomes them. Na Balaam alimalizwa na Mungu mwenyewe, sababu mara ya pili aliwakaribisha wale watu kutoka kwa Balaki, na mara ya tatu akawakaribisha. Mungu akasirika, akamwambia haya, kwenda, lakini vile utafanya, kile nitakachosema ndicho utakachosema, nisiposema hutasema. And Balaam went. Alipoenda kule akaanza kuongea, lakini Mungu akapindua ulimi wake, akaanza kubariki. Today it is not like that. Hallelujah. Ukiona mwanaume anakutaka, wacha kumpa nafasi. Hata kama ako na gari, usiingie hiyo gari. Hata ukiona amekuja stage, amekuona na unajuaga anakutaka, wacha kujifanya kalulu. Kimbia huko ndani. Kimbia nje, jifiche kando. Kimbia kwa vioski ukae, watu wa nini unajificha? Usilemewe, kaa muoga. Mtu atakusukumia lifti na unajua tu utakuja tu kutega. Utaingia kwa mtego. Balaam aliingia kwa mtego, akatangaziwa kifo na malaika. Malaika alitoka akatoa upanga, akamwambia nitakumaliza wewe, na isipokuwa ni punda. Imagine mpaka punda inaongea. Hata wewe umeshindwa na mnyama kama uko hivyo. Balaam alishindwa na mnyama. Mungu akaona hii mtu asikii. Let me try through a donkey. And the donkey speaks. Hallelujah. Nikamuuliza, kwa nini unanipiga namna hiyo? Na nimekubeba siku zote, tumekuwa tukitembea na wewe. Why are you hitting me? And he's so stupid, he talks to a donkey. He's a prophet. And he speaks to the donkey. In fact, akamwambia, sababu unanichezea mchezo mbaya. He's yet not thinking. If you want to know our empty mind, hallelujah. Ukitaka kujua wewe ni mkebe. Hallelujah. Hallelujah. Mtu akuje kwako aanze kukuambia ati ninakutaka, na unajua wewe umeokoka. There are things you can never do. And then ujue ukuone kesho anakutumia message na unamrudishia. Anakuambia hai dia, na unaanza kusema dia. Ni dia ya nini? Ati unajua dia sio vibaya. No, bad. Dia sio baya. Kumwambia dia, hata my boss ananitaga sweetie, honey. Hi sweetie. Don't entertain these people. They are ready to do evil. They are ready to commit sin, and you are not ready. And they want to commit sin with you.
Napenda wakati mnataka kuolewa mnakuwa na taabu nyingi sana, sababu kila mwanaume ni bwana, hata muongo ni bwana, yule anadanganya ni bwana. Kwanza ajaribu tu akupeleke mahali anunue nyama, alipe bili ya 2,000 ama 3,000. Wewe unakuwa umekuifa miguu na mikono yote na unasema Jehova asante, maombi yangu imejibiwa. Imejibika sasa. Naona nimeanza kupaa. Marriages will never come when people violate this life of Christianity, this life of salvation. Amen. Hallelujah. Sasa Balaam ndiye huyo. Akaenda akamwambia Balak. Baada ya Mungu kupindua ulimi wake, akabariki wana wa Israeli badala ya kuwalaani. He blessed them. And then wakaenda ndani na Balak. Akamwambia, let me tell you, watu hawa Mungu wao anachukia usherati. Twende kwenye mto ule. Abia watu wako, kwa sababu vijana wao na wasichana wao wanaogeanga kwenye huo mto. Wanaogeanga kando ile vijana na kando hii wasichana wanaogea huko. This is Balaam the prophet in the Midianites, ambaye anapeana hekima katika watu wa nani? Watu wa mataifa. And the Midianites, they are the sons of Saul, the brother of Jacob. Hallelujah. Walikuwa wameshikana hivi. Now Balaki akaambia wasichana wake, mwende ngambo ile kwenye vijana, mtoe nguo, mwanze kuoga hapo. Na nyinyi wasichana, na nyinyi vijana, mwende pande hii kwenye wasichana wa Israeli, muwe ngambo hii, mtoe nguo. Sababu wakionana macho kwa macho, kando kwa kando ni mayuthi. That's what happened. Wakaenda vijana wakaona wasichana wa Midiani wa Balaki, na wasichana wakaona vijana, wakaanza dhambi. God hit them so hard. 23,000 of the Israelites died. Na Mungu akamuua Balaam. Na akamwambia, wewe Balaam mwana wa Peori, wewe ndio umefundisha watu wa mataifa kuleta vikwazo mbele ya watu wangu. Amen. When you confess and you do not move out of it, and you look like you still want it, wewe unaweka vikwazo kwenye wokovu wako na vikwazo kwenye wokovu wa watu wa Mungu. Whether Balaam say, I've sinned against you, God, forgive me. The first time God says, I've forgiven you, fine. Hallelujah. And then tomorrow Balaam repeats the same thing. Repeating again and again. You are so good. You are still born again. You are saying, God, I confess all my sins, but you are still not yet done with it. It is in the heart. Ni kama kusema, Mungu nimetubu hizi dhambi, lakini in the heart bado, kama wewe ni msichana, bado unasikia umondi yako ndani. Wokovu sio kitu ya kucheza. You cannot pray around like Balaam with this salvation. Paka punda zinaongea na hutaki kusikia. 1 Samuel 15 verse 24. It speaks of Saul sinning. Ndipo Sauli akamwambia Samueli, nimefanya dhambi, maana nimearifiwa amri ya Bwana, pia na maneno yake. Ndio, kwa sababu naliwaogopa wale watu, nikaitii sauti yao. Basi sasa nakuomba, unisamehe dhambi yangu, rudi pamoja nami nipate kuabudu Bwana. Hallelujah. Saul also is another victim of confession and still goes back to sin. Mara ya kwanza akaambiwa kwenda ukapige mfalme Agagi, mfalme wa Amaleki, uapige na umalize kila kitu, na usichukue
hata nini. Wakati Sauli alienda akawapiga, amen, akawamaliza, alimuokoa Agagi mfalme wa Amaleki, akambeba akaja naye, na pia akatafuta kondoo zilizonona akazibeba. Samueli akiwa amekaa akasikia kondoo zinalia kwenye ikulu ya mfalme, akamuuliza, hizo kondoo ninasikia zinalia kwenye hapa, zimetoka wapi? Kwani kuna vitu umebeba kutoka kwa Amaleki? Akasema, niliona kondoo zilizonona, nikafikiria nizilete tutolee Bwana dhabihu. Akamuuliza, Bwana anafurahishwa na dhabihu ama utiifu? Amen. Haleluya. Akamwambia, Bwana amekukataa siku ya leo. Bwana amekukataa siku ya leo. Na maneno ikafika hapo. Kuna mahali watu wanakataliwa na Mungu. Ingiliari wanakaa katika wokovu lakini walikataliwa. Kwa sababu gani? Wako na kujiongoza. Haleluya. Haleluya. Sauli akaambiwa, nimekukataa kuwa mfalme. Raundi ya pili akaambiwa, ngojea nikuje kutoka Rama, nikuje nitoe dhabihu. Akakimbia akasema, Samueli amekaa sana, amekaa siku 7. Siku ya 7 akasema, hata mimi naweza kutoa. Akasema, leteni huyo kondoo. Akamwaga chini, akachinja, akatoa hiyo dhabihu. If you choose the wrong thing, you start existing, because pain will start coming. When you choose the right thing, hallelujah, pleasure comes. Unakuwa na raha, you are so peaceful, you are so nice, so smart. Unasikia vitu vyote viko sawa. That's life. And that wrong choice, it carries bad things, which is pain. It's pain. Inabeba vitu vibaya. So make the choice. Mimi nakuguide to make the right choice. Amen? Amen. Choices of bad things, it is very well clear within us. Sini kweli? Bad choices are clear. Kufanya uamuzi mbaya, it is clear in us. Don't make that choice. Don't make that choice. You will have pain. You will start living. Na nimekuambia kile kitu Mungu alinifundisha ni kwamba if I have life, I have all the pleasure of life. Nisomee Joshua 7 mstari wa 1. Israeli wamefanya dhambi. Israeli wamefanya dhambi. Naam. Naam. Wamelivunja agano langu. Wamevunja agano langu nililowaagiza. Naam. Naam. Wametoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu. Tena wameiba, tena wameficha na kuvitia pamoja na vitu vya wenyewe. Ndio. Ndiposa wana wa Israeli hawawezi kusimama mbele ya adui zao. Ndio. Wakawapa visogo adui zao. Ngoja kidogo. Hallelujah. When you go out, the enemy will always prevail against you. Wapendwa, mjifundishe kutubu. Learn to repent. Learn to confess. Usijaribu kwenda hospitali kutibiwa ukiwa haujafanya proper confession. You will die. Either way, daktari atakudiagnose na kitu ambacho hakiko, na utaambiwa ununue madawa ya 10,000 na utanunua. Hiyo ni hasara. Don't go to a court, hata kama ni wewe umefanya dhambi. Don't go to a hearing in a court of law without proper confession. Utafungwa. Nikawaambia kwamba Yesu Kristo alipotununua alifungua mlango wa toba katika maisha ya kila mtu. You must confess. You must confess, and confess in the right way properly before you go to a court. Before you go to see a doctor kwa sababu ya homa ndogo. Tutana utubia bipo. Israeli waliopiga Wafilisti
wakawapiga Wamedi, wakawapiga Wamaleki, Waamori, wakawapiga, kupiga, kuchapa, kukanyanga na kumaliza. Lakini a small tribe walikuwa wanaitwa Ai, waliwakanyanga wakapotea. A group of people who were not even known in the land. Walipiga Israeli, makamanda wakuu, Joshua akiwa kiongozi. Mpaka wakaenda Mungu akamwambia, you have sinned. You have sinned. You have gone into war without repenting. You have gone into a war without confession. That's why you have lost. So comes back. Anauliza haya, watu nani wamefanya dhambi ndani yetu? Akasimama akamwambia, I have sinned against the Lord and against him. Ni mimi niliiba dhahabu, ni mimi niliiba upanga, ni mimi nilikuja na koti, niliona zikiwa nzuri, nikabeba nikaja nazo upande huu. Akamwambia, nimetubu sana. Nimetubu sana. Joshua akamwambia Mungu, Akan amesema ndiye aliiba vitu, na yeye ndiye alibeba hiyo vitu, ndiye alileta. Yeye ndiye ameleta maangamizi katika taifa hili. Mungu akamwambia apigwe na mawe aangamizwe. Akapigwa, akaangamizwa. Dhambi ikaondoka katika Israeli. Don't start business with people who sin day and night and they don't know the language of repentance and confession. Don't. Utaenda chini. You will lose. Nisomee Matthew 27:4 and 5. Hii nayo ni ingine ya ajabu sana. Kuna mkora alikuwa anaitwa Judas. Soma. Wakasema, basi haya yatupasa nini? Yaangalie wewe mwenyewe. Judas alipomsaliti Yesu, haleluya, baada ya kumsaliti Yesu alikimbia kwa wazee akawakuta. Alipowakuta akaenda kutubu. Ninasoma mstari wa 3. Hapo Yuda ambaye ndiye aliyemsaliti alipoona kwamba wamekwisha mhukumu Yesu, akajuta, akawarudishia makuhani wakuu vile vipande 30 vya fedha. Akawaambia, nimekosa kwa kumtoa mtu asiye na hatia au wawe. Lakini wao wakasema, yatuhusu nini sisi? Hilo ni shauri lako. Judas repents. He repents. Nimekosea kumsaliti mtu ambaye hana makosa. I have sinned. That's another character. Amen. Nimefanya dhambi tayari. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Anatubu. 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 Hivi ndizo zile dhambi unasikianga kwamba utakapo mtukana Roho Mtakatifu, Biblia inasema kwamba utakapo mtukana Bwana ama Mungu Baba utasamehewa. Ukimtukana Yesu utasamehewa. Lakini atakaye mtukana Roho wa Bwana hatasamehewa katika dunia hii na hata katika dunia inayokuja. Judas alipomsaliti Yesu alijiona, akaona dhambi zake, akakimbia kwa wazee wa makuhani akawaambia, nimefanya dhambi kumsaliti mtu asiye na makosa. Hawa wakamuuliza, inatupasa nini? Akatupa zile senti ya mashekel 30 alikuwa amepewa, akatupa hapo chini, akakimbia akajinyonga. There are some sins that you do, even if you go repenting, you have no healing. There's no healing for you. Amen. Sasa unataka kuniambia alipokimbia akajinyonga alienda mbinguni? Si amefanya dhambi nyingine tena mbaya zaidi ya kujiua, akamalizika namna hiyo. Take care. Whatever you are doing, don't touch the untouchables. You touch the touchables, the untouchables, you are done.
wachana na wachungaji. Ndio sababu niliwaambia muache kupiga wachungaji. Hata mkisikia ni mchungaji wa kutoka wapi, wachana na yeye. Wachungaji ni untouchable. Manabii ni untouchable. Don't touch them. Utaenda umumalize, uongee mambo yake akwishe, lakini utaangamia. Utaangamia. Hata utakaposema, oh Lord, I have sinned, forgive me, itategemea kiwango cha yule mchungaji. Kama ni wale walio katika level ile ya juu sana, lazima utakwisha. Kutubu kwako utasamehewa, lakini utapatwa na mtego huo wa shetani, tena uangamizwe na dhambi yenyewe, utaenda jehanamu. Amen. Hallelujah. Nimekuonyesha the various way, 5 of them, the various ways of the different kind of people ambao wana humble, wamepata dhambi. Na nimeongea mambo ya watu walio na Mungu. Sijaongea mambo ya wale watu wako huko nje. Ninaongea watu ambao wameokoka. People who have God in them. Saul had God. Achan had God. Balaam had God. Hallelujah. Hata Firauni alikuwa amekaa na hawa watu. He knew this God. He knew this God. That's why he says, I've sinned against your God and you, Moses and Aaron. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sasa tuende tukamalizie. Nikuonyeshe toba ambayo unafaa kutubu. Nisomee Job 7 verse 20. Kwamba nimefanya dhambi. Nikufanyieje? Job found himself into troubles. Watoto wamekufa, taabu imeingia, and then he realizes he has sinned against God. Ndio sababu hii taabu akasema nimefanya dhambi. Nikufanyieje mlinda wanadamu? Nikufanyie nini mlinda wa wanadamu? This is in the Old Testament. Nimefanya dhambi. What do I do, God? We are better kwa sababu we are told, if you have sinned, confess, repent and start walking with the Lord again. Amen. Sasa yeye anaenda wapi? Mbona umeniweka niwe shahaba yako? Hata nimekuwa mzigo kwa nafsi yangu. Ndio. Nawe je, mbona unisamehe makosa yangu? Mbona hunisamehe? Forgive me, Lord. And when Job said that, all the problems in his life disappeared. Mara moja. He sincerely confessed to God. Nisomee kitabu cha Hebrews 1 verse 14 na usomee mimi Luka 15 verse 24. Lakini baba alimwambia watumwa, akawaambia watumwa, nileteni upesi vazi lililo bora. Leta vazi lililo bora. Mkamvike, mtieni na pete kidoleni. Mumuvike na mumutie na pete kidoleni. Na viatu miguuni. The Bible says about the prodigal son. Hallelujah. Hallelujah. Alienda akamwambia baba yake, nipe mali yangu yote. If you read Luke 15, all of it utaona hapo. Nipe mali yangu yote niende. Akapewa mali yake yote, akaenda. Akaikula, ikaisha. Akaenda kuomba kazi kwa tajiri mmoja. Akamwambia ile kazi niko nayo ni ya kulisha nguruwe. Utawalisha? Ndio. Akapewa kazi ya kulisha nguruwe. Lakini kitambo afike hapo, alienda kwa marafiki zake. Wale walikula na wao. Akamwambia wewe tuondokeni. Nikopeshe? Nisaidie? Nilale kwako? No. Nikuje? And then wakati anafuga nguruwe, analisha nguruwe, akasema si nyumbani kwa baba yangu kuna watumwa wanakula na wanashiba? If I go back to my father, no, I will go back. He made a clear decision of life. I will go back to my father and say, Father, I repent. I sinned against you. I have come back. And don't make your son again. Make me one of the servants here.
And I know I'll be okay. Amen. And then he started going back. Baba yake akiwa juu kule kwa nyumba kwa gorofa, akaona kijana yake ndiye anakuja. He was met with a shock of life. A shock of life. Hakutarajia hivi. Alikuwa anafikiri bwana yake atamkemea, baba yake atamkemea, amwambie, "Go away, you devil." Oh Father, in fact, kabla hajasema, he has decided and he is on the way to go and repent. Take a piece of paper, write your sins, name them, give them words. Give your sins words. Wacha nikufundisha what happens in the brain. Amen. Akili ya mtu imeumbwa na Mungu kama computer, but it's an intelligent computer, very intelligent. Kazi yake ni kufikiria. But who thinks? It is the soul, nafsi ya mtu. It draws from the Father in the mind, inaweka hicho kitu, and then the mind processes. Akili ya mtu iko na chambers tatu. Iko na conscious mind, subconscious mind, and then some other mind wanaita infinite mind, ambayo iko chini sana. Hallelujah. When a thought comes in you, if you do not write it down, meaning you give it words, ama you give them names, it disappears forever. What happens in the mind? Hii akili ambayo imefikiria, the conscious mind, inaitupa kwa subconscious mind as a dustbin. Tupa hiyo, ameikataa. Hiyo mambo inakwisha. Utakuja kuikumbuka wakati wa taabu, wakati wa shida, wakati wa mihemuko ya maisha, when you are dying. Hallelujah. But if you give them words, now they are real. They become, that idea becomes real. Amen. Hallelujah. And then you can start acting on that thing. Now, if you do not name your sin, your spirit throws it into a dustbin and you forget that you had sinned. And now the problem of life starts there. Job sinned. Read for me Job 42. No, Job 31. Nilifanya agano na macho yangu. Yes, that one. Basi nilifanya agano na macho yangu. Soma. Basi nawezaje kumwangalia msichana? Nawezaje kuangalia msichana? What was happening in Job's life? What was going on? Why is this subject coming in? Chapter 31. Ati nilifanya maagano na macho yangu, sitamwangalia msichana. Kwani alikuwa anaangalia? Story inamalizia kwamba alikuwa anaangalia wasichana akiwatamani. Hiyo ndio sin ambayo ilikuwa Job. Akiona wasichana weupe ndio hawa akakile weusi na wengine haya Hallelujah. And then God was so angry. God was so angry. Watoto wakakufa wote, gamia wakaisha, kondoo wakakuisha, and then akasema, I have sinned against you God. Forgive me. Lakini wakati Job alikuwa anaangalia wasichana, hakuwa anajua kama Yesu vile anasema utakapomwangalia mwanamke kwa macho na umtamani kwa roho yako, umesini na yeye. He never knew like Jesus. Kumbe when he looked at them, he sinned. Watu ukiwauliza watakwambia sasa kuangalia tu, yes, they admire. Ukiwaenda town na wao utawaona wanawapeleka, wanamaliza, hii ni aina gani? Hainayo. Amen. Hallelujah. Now, kijana akarealize, I have sinned. I'm going back to my father. When God sees that you have named
all your sins. You know them. And now you are going back to God to repent with your sins. And they have names. God comes to meet you. And he calls, my daughter, my son, come. Bring the best robe. Bring even a ring. Put on them. You get the service. Hebrew 1:14. Are not all angels ministering spirits? Are not all angels ministering spirits? Sent to serve those who will inherit salvation. Sent to serve those who will inherit salvation. Read again. Are not all angels ministering spirits? Sent to serve those who will inherit salvation. That's it. That's it. Are they not ministering spirits? Malaika wa huduma. Wakati umeamuka, huyu kijana alipoamuka akaenda kwa baba yake. Amen. Baba yake akamuona kwa umbali, akakimbia, akamshika, akamhug, akamuita, my son, you are back home. Leta nguo mzuri, leta pete, chinja ng'ombe, kanda chapati. Amen. And the people will be jealous. Watu wakaanza, hata ndugu yake alikasirika. Nimekaa na wewe hapa miaka yote hujanichijia kuku. All those years you never bothered about me. Akamwambia, we funga mdomo yako. Don't you know your brother was like a dead person and this dead person has risen again? Aren't you happy? Come on, let us celebrate. Hallelujah. That's God. That's God. Never ever ignore confession. When you ignore confession, now you have started the pain of your life. Umeanza taabu. You can never taste nice. You can never be salt to people when you don't confess your sin. That's why Jesus said, na muwe chumvi ya dunia. Chumvi ikiisha, ladha yake itafanywa chumvi tena na nini? Kuweni mwangaza. Hallelujah. Be the light of the world. Confess, you become the light. Don't confess, you are becoming the darkness of the world. Don't confess, now you are not the salt. What are you? Kila mtu mko na yeye, wewe ni tabu na ni kisirani kwake. Hallelujah. Be like the prodigal son. Be like Job. Be like David. Be like Abraham. Hallelujah. Hallelujah. Mungu anangojea. Na Mungu anataka kuona uliokoka. Hekima ya kwenda na wokovu iko namna gani? How do you go? How are you going on earth heading to God? Hiyo ingine nitakuja kuwafundisha wiki nyingine ama another time. Halafu tutakuja kuongeza na hii. Amen. Because I'm going to come now and show you what now do you do with the people who hurt you. Because there are people who hurt people. There are people who are enemies. And they are full all over and everywhere. And you live a wonderful, nice and smart life. Simama sasa. Katika jina la Yesu, ninatubu dhambi zote na maovu yote na makosa yote. Hasa kutotubu, kutotambua dhambi ninazozifanya na kuzipuuza na kuishi nazo na kuhangaika bila kuelewa kile kinachonihangaisha. Asante Baba, anzisha mpango mpya katika maisha yangu kutoka siku ya leo. Sema amen. And God has started something new in your life today. Mungu ameanza kitu kipya katika maisha yako. Ameanza sasa kukupigania na kukutetea. Ameanza sasa kurekebisha. Hata kama uko na kesi, hata kama umeambiwa utaenda operation, I cancel that in Jesus name. I cancel that in Jesus name. I cancel that in Jesus name. Hallelujah. Mungu anakupenda sana. Na ukombozi wako umefika leo. Na neema ya Bwana katika haya maisha yako imeachiliwa. Na katika maisha yako kumeondolewa kila giza. Kumeondolewa kila taabu.
In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Kila roho ya kifo naiona ilikuwa imemwandama mtu yuko hapa ndani leo. Na hii roho ya kifo imekuandama kwa muda. Sometimes you are unable to breathe. Sometimes you think tomorrow I will not be there. Na kuona uko hapo. I can see you. Sometimes you don't understand. Hii maisha inaenda wapi? Your life is full of troubles. I command you, spirit of death. Toka. Move out in Jesus name. Toka katika haya maisha in Jesus name. Toka katika hiyo maisha in Jesus name. And I'm calling you here. You come. Ebu huyu dada tuambie huyu. Ati unasikia? Unasikia kitu kiko hapa ndani. Kinakunyonga. Hiyo kitu umesikia jana usiku. Ukasikia inataka kukuua. Ukaanza kufikiria hata asubuhi hutaamka. Unaweza kufa kabla ya asubuhi. The Lord has saved your life today. In Jesus name. Ninaona mtu mlikuwa mnachokozana na yeye. Na ni mwanamke. Na mnaulisana mwanaume. Na huyu mtu amekuendea kwa mganga. Si ndio? Na hii kitu ndio hii unasukumiwa. Mimi naona hata wakati ulikimbilia huku, ulikimbilia kwa sababu kuna mtu alikuambia ukienda huko kwenye hiyo kanisa, hii kitu haitakukula. You have run away ama umetoroka maadui. Ni ukweli? Ni maadui ulikuwa umekimbia. Leo umekombolewa. Leo umefunguliwa. Hiyo kifo na iondoke kwako. In Jesus name. Hiyo kifo itoke. Come out. Come out. Come out. Come out in Jesus name. Come out in Jesus name. Hiyo roho ambayo ilitumwa ikuue, in the name of Jesus, it is out. Maisha yako yako huru. Dada, unasikia nini? Kifo. Unaona kifo inakuja. Wewe yako inakujanga hivi. Unaona kama ni kuzirai, unataka kuzirai. Unasikia ni kama kwamba umeanza kuona giza. Macho hayaoni kitu. Ni ukweli? Macho hayaoni kitu. Na umekuwa na shida, unajiuliza nitaishi muda gani? Ni kama unaona siku zako za kuisha zimekaribia. Ni kama unaishi siku za mwisho. Umekuwa hivi. Umekuwa hivi. Umesafiri nyumbani mara 3 Uganda. Na umekuwa ukienda kila wakati unapotoka huko unatokaga na taabu ya mwili. Ukirudi hapa unakujanga mgonjwa. Na huelewagi kwa nini ulienda ukiwa na afya, unaporudi unarudi na taabu kwa mwili. Ni ukweli? Ni ukweli? Unajiambianga ni nini kinaendelea? Hujui ni nini? Kutoka leo umefunguliwa. Kutoka leo umefunguliwa. In Jesus name. Come out. Come out, devil. Come out. Come out. Come out. Come out. Utaki kutoka. Utaki kutoka. Hautoki. Come out. Come out. Wewe roho ya kifo. Roho ya kifo. Roho ya kifo. Roho ya kifo. Come out. Come out. Come out. Come out in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. Kwenda kusema kifo ninakuamuru. Achilia mwili wake. Achilia mwili wake. Achilia mwili wake. Kimbia sasa. Kimbia sasa. Kimbia sasa. In the name of Jesus. You have no power. You have no power. Come out. Come out. Come out. Come out. Come out. Come out. Umeikataa. Oh, come out. Yes. In the name of Jesus. You die. In the name of Jesus. You are free. Toka. Ndio. Toa mizigo. Toa mizigo. Toa. Piga nduru. Waite wote. Waite wote. Waite wote. Waite wote. Waite wote. I command you in Jesus name. Yes, you are free in Jesus name. Receive katika jina la Yesu. Jumapili alikushikia kisu. Huyu tu. Huyu tu.
Ile mwanaume tuliachana. Akaweka simu 100. Akaleta? Akaweka kwa simu yangu simu 100. Huyo mwanaume? Tuliachana. Akaniamsha kwa usingizi. Mzee akakuamsha? Baada ya kuona hiyo 100. Tuliachana. Akapiga kelele, akapiga kelele. Wakati naenda kupiga mandazi ile mafuta ya nini? Ya mandazi. Fika tena mchana, akapanga vitu aende anamwachia mwanaume. Akamwambia sikualifishe pasta ili kulipia watu tunawe ili niliachana na mwanao. Hapo kwa akafika masaa anataka kujiona, akamwambia hakuna hata. Sasa roho ya kifo imetumwa kwa nyumba yako. Yeye anataka kukuua, na kama hataki kukuua anataka kujiua. Alafu kukudunga. Haya, acha tuingie katika neno la Bwana la kiroho. Kerubo. Si ndio ndio Kerubo? Mungu anakupenda sana na anakuhurumia siku ya leo. Lakini umeenda kwa mganga mara 2. Ni ukweli? Kisii. Ulienda kwa mganga mara ngapi? Mara 2. Siku moja uliwahi kukaa ukasema, Mungu nisamehe kwenda kwa mganga. Wacha kusema walinipeleka. Wachana na kupelekwa, sema nilienda. Uliwahi kuenda mbele za Bwana ukamwambia, Mungu nilienda kwa mganga na nikatibiwa. Na mganga mmoja alikuwa anataka kulala na wewe. Ndio unaona ndoa yako iko na taabu. Ndio unaona ndoa yako iko na taabu. Wewe ni mtu uliye na bidii sana. Unaenda unafanya kazi, unaona maisha imeanza kuwa mzuri. Alafu kuna kuja kiupepo, kinaporomosha ile mambo yote inaanguka. Mpaka unashindwa sasa mimi nitatokea wapi? Mzee akikuja akikaakaa na wewe ndiye huyo ameenda. Tena ukikaakaa unaanza kuona kuna mwingine mtu hapa. Na unajua wewe ukiona mwanaume tu amekuja, amekubali, amekuchekesha, amekwambia mimi ni Bwana, na unasema ndio. Inua mikono, sema Yesu, nisamehe. Kutoka leo nimetambua hawa waganga hakuna kitu walinisaidia nayo. Sema nimeondoa imani ya kuamini zile vitu nilifanywa na mganga. Nionange kana kwamba ziko na kazi katika maisha yangu. Do you know why? Unaona hivyo? Kuna wakati unaweza kwenda kwa mganga na ile hatari iko kwa maisha yako ni unaweza kwenda kwa mganga akutibu, and then ukuje ukae kwa kanisa ile mambo umesahau, lakini ukikaa unaona kitu kazuri, and then una associate hiyo kitu mzuri na yule mganga, na unaona isipokuwa nilitibiwa na hii mtu ndio sababu hii vitu imeanza kukua mzuri. Hii mganga aliniambia bwana yangu atarudi. Si unaona amerudi. Sasa hata kama tumekuja kwa kanisa, Roho wa Bwana amesema bwana yako atarudi. Lakini wewe ndio umesikia ujumbe wa nyuma wa kwamba bwana yako anarudi. Lakini katika akili yako unakumbuka ile siku nilienda kwa mganga alisema kwamba amefix hii ndoa. Bwana yangu tutakaa na yeye. And that's when the covenant of the witch never breaks. Sema asante Yesu. Leo nataka nikufungue. Sema niko huru kuanzia siku ya leo katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema bwana yangu afunguliwe. Sema akombolewe. Mwite jina. Mwite tena. Mwite tena. Kwa sauti. Kwa sauti. Kwa sauti. Kwa sauti. Toka kwa waganga. Mwambie toke kwa waganga. Mwambie toke kwa waganga. Mwambie toka kwa waganga. Mwambie toka kwa waganga. Toka kwa waganga. Mwambie toka kwa waganga. Toka kwa waganga. Yeah. Yes. Father, in the name of Jesus. Wewe mganga uliyeshika maisha haya, yaachilie siku ya leo. Release it today in the name of Jesus. You are free. You are free. Mpeleke akae chini. Speak to the Lord.
Anza kuongea na yeye kama mtu unayemwona karibu na wewe. Anza kuvunja ile madhabahu. Anza kuivunja katika jina la Yesu. 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 Kuna roho zinazotumwa zinafanya maisha ya watu yaharibike. Picha zinachukuliwa zinapelekwa kwa waganga. Anza, tembea, nena, speak it, nena in Jesus name. Picha zako walitoa kwa Facebook, wakafunga maisha yako. Ulienda ukapigwa picha. Kuna mtu aliiramba, akairamba pale kwa Facebook, katika simu, akairamba, ukawa unafungwa, maisha ikaanza kuharibika. Come out. Hiyo madhabahu iondoke. Hiyo madhabahu iondoke. Hata kama uliolewa na mtu aliyeshika uchawi, akakudanganya, ukaingia kwa maisha yake, ukawa bibi yake, ama ukalala na yeye na alitumia uganga, unafunguliwa. Sema jambo hiyo iondoke. Sema jambo hiyo iondoke. Sema jambo lile liondoke katika maisha yako. Sema liondoke. Sema liondoke. Speak it. Ongea. Nena. Ongea. Tunawaondoa katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Wote wanaojificha ndio wakuangamize. Sema waanze kutoka. Sema wajichomoe kule wamejificha. Siri ifichuke. Kama ni uchawi ifichuke. Ujulikane ulipitishwa wapi. Ulipitishwa kwa miguu. Siri ifichuke. Sema siri ifichuke. Enda kabisa. Kimbia. Umetoka. Aya. Wewe ni nani? Utawahi. Aya. Hey. Ndio hawa. Fire. Sema moto. Fire. Teketea. Moto. Teketea. Chomeka. Fire. You are free, all of you. You are free in Jesus' name. I break every bondage in Jesus' name. I break every bondage in Jesus' name. Kila siku na kila saa wewe mwaminifu. Takatifu takatifu, kila siku na kila saa wewe takatifu. Takatifu
Haleluya, haleluya. Sema Baba, kuanzia siku hii ya leo mimi niko huru, mimi niko huru, mimi niko huru, mimi niko huru. Kila pepo mchafu, kila roho wabaya waondoke kwa maisha yangu na wasikarudi tena siku zote za kuishi kwangu. In Jesus name. Anza kuongea mambo katika maisha yako. Prophesy to yourself. Speak something into your life. Speak business. Speak about your health. Ongea kuhusu afya yako. Sema mimi leo nimepona. Leo mimi nimeondokewa na magonjwa. Leo mimi nimeondokewa na taabu. Leo nimeondokewa na mivutano. Leo nimeondokewa na shida. Thank you Jesus. Speak. Endelea kuongea. Endelea kusema. Yote yaseme. Yote uyaseme. Yote uyaseme. Yote uyaseme. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tumeomba na kuamini. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Tumshangilie Bwana. Shangwe, 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 shangwe. Tuombe Bwana aweze kupeana amani katika nchi yetu. Kuna mambo yanaonekana ikizuka ama kuinuka. Itakuwa ni mambo ya kisiasa, itakuwa ni mambo itakuwa ya kuogofya, na watu wataanza kuhangaika na kufinyilika. Lakini tukiomba Bwana ataondoa jambo hilo katika nchi yetu. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Naona viongozi wawili kutengana. Naona kutengana. Naona mmoja kuenda njia yake na mwingine akaenda njia yake. Kutoka hapo kutaonekana nchi yetu ikigawanyika mara mbili. Kundi moja linaonekana kuwa na watu wengi sana, lakini tunapoendelea miaka huu, ukienda na huyu mwingine ukienda, kundi la upande huu mwingine litakuwa likiendelea kuongezeka, na kundi hili litaanza kuishiwa na watu wakihama wakirudi kwenye kundi hili. Kuna kakundi kadogo kataanza pale ambako hakatakuwa na mizizi wala maana, katamezwa huku na katamezwa pande ile. Mambo ya siasa katika nchi inasema hivi. Haleluya. Haleluya. Kutainuka vikundi viwili, vitaenda mpaka mwisho, mpaka mwaka wa 22. Hapo ndipo utaona. Lakini ninaona haleluya, kikundi kikubwa kumezwa na kikundi kile kidogo, na kikundi hicho kidogo kuibuka na kuwa kikubwa sana na kuja kupokea ushindi wa uchaguzi katika taifa hili. Haleluya. Bwana anasema kutoka sasa nitajitawalia nchi ya Kenya. Kutoka sasa nitajitawalia nchi hii. Haleluya. Viongozi wote wasio ni heshimu nitaleta aibu, wataaibika mbele ya watu. Hivyo ndivyo Bwana anavyosema. Haleluya. Viongozi wote wasio mheshimu Mungu wataaibika. Na Bwana anasema kutokana na hiki kipindi kimepita cha haya magonjwa, angalieni muone vile nilivyoilinda nchi hii, sababu niko na haja naye. Haleluya. Ni Bwana anasema kwamba njooni upande ule mimi niko, ndio tuweze kutembea, sababu sitaachilia nchi hii. Bwana anasema sitaachilia nchi hii, sababu nimeficha manabii, nimeficha wahudumu wa ajabu katika nchi hii. That's what the Lord says. Mungu anasema ameficha manabii wa kimataifa na kidunia katika nchi, na anaenda kuwatoa, na wataenda kufanya kazi kubwa. Wataenda kufanya watu na viongozi wakombolewe. Wako wengi hawajulikani, lakini tunapoenda miaka kama 2 inakuja, watakuwa wameinuka na wataanza kuonekana. Haleluya. Bwana anasema kwamba atashusha wahubiri wakubwa wale walimwaibisha. Aliwainua akawapa kila kitu, wahubiri injili, wafungue watu. Walipopata mali wakabadilika,
wakaanza kuumiza na kufinyilia maskini, kufinyilia wajane na kufinyilia mayatima. Mungu anasema mliguza mboni la jicho langu, mliguza mboni la jicho langu, nami nimeamuka kupigana na nyinyi. Bwana anasema nitawashusha wote. Hata kama ako na kanisa ambayo iko na ghorofa, ataenda chini kwa aibu, ataenda chini kwa aibu. Wengi, Ufunuo unasema wengi utawaona kwa runinga wakionyeshanwa katika aibu, katika mambo ambayo wamefanya kwa siri. Bwana anasema nitayatoa na nitayawekelea watu, wataanza kuyaona. Haleluya, 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 haleluya. Kuna siri imefichwa kubwa sana, na hii siri inaonekana imo ndani ya waganga. Amen. Nasikia kwamba waganga wameungana na washatoa dhabihu na watatoa ingine mwezi wa 4, sababu wanataka kuweka mizizi. Na unisikize vizuri sana, waganga wanapigana na makamu wa rais sana, na wanamfuata kila mahali, na wanajaribu kwenda kuweka mizizi, lakini Bwana anasema kwamba wameshindwa. Anasema kwamba wameshindwa na hawataweza, wataanguka mmoja kwa mmoja. Kitu ya kwanza itakayo kustajabisha ni hili: utaona mazishi ya mganga. Sijui itakuwa namna gani, iwe imepewa coverage na runinga za Kenya. Sijui how much it is important, lakini inaonekana kwamba nchi ambayo inampenda Mungu, watu wakielekezwa kuangalia mazishi ya mganga katika manyumba zao wakiwa wametulia, na wataona mambo ya ajabu ambayo hamjawahi kuona, sababu yataruhusiwa kuonyeshwa. Haleluya. Tuombe Mungu sana, tuombe Mungu sana aweze kusaidia nchi hii. Haleluya, haleluya. Kuna kiongozi mmoja aliye uongozini sasa hivi, lakini ninaona kifo chake, naona giza, naona giza, kwa sababu ninamuona anapewa ruhusa sana, anapewa mamlaka sana, anaruhusiwa kutusi watu, anaruhusiwa kuongea vibaya, anaruhusiwa kufanya vile anataka, na watu wanafurahi na wanafurahi. Lakini Bwana amesema mambo hayo nimemaliza. Haleluya. Huduma hiyo haiondoki, sababu Bwana amesema nimepima, nikapima, nikatafuta nitatumia njia gani, nikaingia na huruma zangu niokoe mtu huyu, lakini nimeshindwa. Kwa hivyo Bwana akaachilia malaika wa kutetea nchi ambayo inamuogopa Mungu. Haleluya. Utaenda ukijiuliza, lakini ni mtu aliye kazini sahihi, lakini ni mtu ambaye anaonekana kila mikutano ako pale. Haleluya, 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 haleluya. Bwana anasema niliaibika sana, niliaibika sana wakati niliona nchi ambamo ninaabudiwa, ambamo mwanangu anaaminiwa, watu wakiuawa na watu wakiuana, na jambo hilo halitarudiwa katika nchi milele na milele. Hakuna siku utaona mtu akirushia mwingine mshale. Haleluya. Hutasikia kabila ikiinuka kupiga ingine. Amen. Sababu the Lord has sealed, amesema protection niliyoweka katika nchi hii isiingiliwe na vifo vya magonjwa. Hivyo ndivyo ilivyo katika anga ya kiroho, katika mambo yote, katika kila kitu. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Tuangalie sana, kuna wapelelezi wanatumwa kanisani hapa, na wanakuja kupeleleza, wanakuja kuangalia, wanakuja kujua mahali hapa kunaendelea namna gani.
Amen. Amekuja mara ya kwanza, amekuja mara ya pili, lakini Bwana anasema kwamba hata kama wameona na wakaenda, walienda wakiaibika, na watarudi tena na watasarenda, watasema nilipokuja hapa nilikuwa nimekuja kupeleleza, lakini sasa nimekuja mshirika, nimekuja mtu ambaye nimekuja katika kunyenyekea mbele za Bwana, niweze kutembea na nyinyi tukaende katika kumwabudu na kuenda katika uzimani wa milele. Haleluya. Haleluya. Kila mtu aombe, kwa sababu leo vile ulivyo sivyo utakavyokuwa kesho. Utakuwa umeinuliwa. Hivyo unavyoona, utaona mabadiliko makubwa sana katika maisha yako. Safari za kwenda ng'ambo zitafunguliwa, sababu ndege zitaanza kusafiri. Kuna watu walio na hofu wanauliza sasa tutafanya nini? Na hiyo imefunguliwa leo. In Jesus name. Hallelujah. Vikwazo vitaisha na utaona mambo yote imerudia normal. Lakini watu waombe sana. Watu waombe sana. Waombe sana Mungu aweze kuachilia wafanyikazi katika kanisa hili. Sababu kuna roho ya kuchota watu wanapofika hapa. Ombeni, ombeni Bwana apeane watumishi na wafanyikazi wa kudumu katika kanisa. Amen. Na Mungu wetu awabariki. Piga Yesu makofi mazuri. Amen. 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 Ninaanza kusikia katika maisha yangu niko na maisha. Amen. Wakati nasikia sina furaha katika maisha yangu, nasikia nimechukia, nasikia nataka peke yangu, sina watu, nasikia yani hii maisha haizidi tu nikufe. Lakini kutoka saa hii, kutoka hii time nilikuja hata sijamaliza wiki, unaona mabadiliko. Amen. Piga Yesu makofi mazuri. Amen. Hello. Bwana asifiwe. Amen. Pastor na watu wote kanisa la Chuma na wasalimu kwa jina la Yesu. Amjambo. Jambo. Majina mimi ni Peter Mbati. Niko Kisii. Leo tunaongea na babu yangu. Kuja bibi. Pamoja siku ya leo. Kuja bibi. Bwana asifiwe. Amen. Huyo ametuanga kikundi hapa. Ndio leo tunaendelea. Wapigie makofi. Amen. Karibu sana. Zaidi yoyote anaanza kikundi, lakini tunashiriki nafasi na pia hivi. Tupate nafasi vizuri, lakini umeona kama alikuja mahali kuzuri. Mahali kwa Mungu. Haya. Amen. Amen. Sana. Amen. Amen. Nimefurahia leo, nimejifunza kabisa kutoka kwa nyumba. Amen. Amen. Mimi nimeishi kwenda kwa kila kanisa kutafuta usaidizi. Nilipata mama mwingine akaniambia nitakuonyesha njia ya kupata hata watoto. Akaniambia niruhusu niende kwako. Na nikamwambia karibu. Alikuja kwangu akaniambia nunua chumvi, nunua mafuta ya anointing na nikuje. Nikanunua. Kwa hakika alimwaga hiyo chumvi mpaka kwa kitanda yangu. Akamwaga kila mahali. Na sasa hapo ninaogopa kai nitakuja kugongwa. Na akaniambia hiyo nyumba nisifagie wiki mzima. Gai. Mimi mwenyewe unalalia chumvi. Tunalala kwa chumvi. Sasa mzee hakuwa alifanya hiyo maneno nikiwa mimi na hao mama na huyo mama na rafiki yangu na brother yangu ndiye alikuwa. Sasa mzee wakati aliingia akasema neke hii ni mimi mchanga ni mimi nilikuwa nimeleta. Nikamwambia hapana ni maombi. Sasa huyo mama ukweli alileta karibu tukosane nyumba mzima. Mimi nikaona tena hii kanisa si nzuri, nikatorokea ingine. Mpaka wakati nilikuja kupata rafiki nikamuonyesha mahali nilikuwa kikasi, nikamsaidia alikuja kusaidika nacho, alikuwa anakuja kuchukua kadi ya mechayo.
Nikamsaidia kutoka hapo, akaniambia dada, kucha nikushike mkono, kuna mahali nitakupeleka mahali kusuri na utasaidika. Na kutoka hiyo siku alinileta mimi, wakati nilitoa ushuhuda nilisema mimi ninatoka kanisa ya CFF na nimekuja kutembea, nitarudi. Lakini wakati nilifika hapa nilihudumiwa na nikasema sitarudi CFF. Mimi ni wa hapa na ni wa hapa na siendi mahali. Amen. Hivyo tu. Thank you Jesus. Amen. Kwa majina naitwa Raymond Tanui. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nilikuja hapa mara ya kwanza, nilikuwa nimelemewa na maisha. Bibi yangu alikuwa na hudumu kwa hii kanisa. Maisha nilikuwa nimelemewa, maisha ya kukunywa pombe, pombe ilikuwa imenishinda kuacha. So wakati bibi yangu alikuja hapa akahudumiwa, ukifika nyumbani bwana yako atakuwa kule. Nilipofika nyumbani kumbe alikuwa ametoka kanisa, sikujua alikuwa ametoka kanisa. Kusema ukweli nililetwa hapa jioni saa 11, nikaombewa hiyo siku. Niliambiwa nilianguka, lakini sijui kama nilianguka, lakini nilikuja kuambiwa nilianguka. So kutoka hiyo siku maisha ya pombe, sitamani pombe mpaka leo. Hata kwa basi chai kanyaga pa maisha yangu, nalisema sitakanyaga. Nilipokuja hapa maisha ilibadilika. Nilihudumiwa, maisha yako itabadilika, nitarejeshewa zile zilikuwa zimepotea zote, na kwa hakika Mungu mwaka moja, hii ni the second year, na nimerejeshewa kile yangu yote ilikuwa imepotea. Napenda sana kuwa katika mahali hapa, kuwa na Mungu, kukuwa na Yesu. Ndugu wapendwa, ni mzuri sana. Nimebadilika, maisha yangu imebadilika kabisa katika jina la Yesu. Mungu awabariki kanisa la Word of Truth. Mungu aongezee, awatendee mema. Asanteni sana na Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Julius Otimi. Nimeokoka na mpenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Kanisa langu ni Church of God Apostolic Mission Word of Truth. Tunapatikana Kiambu. Leo nasimama kuwapea ushuhuda yenye Mungu amenifanyia katika maisha yangu. Na mimi ni kijana ambaye nimeokoka, nimeona Yesu katika maisha yangu. Nilikuja Word of Truth mwaka 2018 mwezi wa 8. Nilikuwa kwa dunia. At first sikuwa namjua Mungu na sikuwa hata naendanga kanisa. So this was my first church yenye nilikuja na nikakutana na Mungu, na yenyewe Mungu akafanya kazi katika maisha yangu. Kule nje nilikuanga na kazi, nilikuanga nafanyanga kule, nilikuanga nakanga Kitale. So kuna kanisa mingi sana kule Kitale nilikuwa naendanga. Lakini sikupata kanisa ya kunielekeza katika mwelekezo wa Mungu ama katika mwelekezo wa wokovu kama hii kanisa Word of Truth. Wakati nilikutana na mchungaji mara kwanza Dandora, nikitoka nyumbani kwetu, ilikuwa Wednesday. Mchungaji akaniombea wokovu, akaniambia Mungu atakusamea, na hakika mimi nilifiri kusamewa. So nilikuanga na mbao, nilikuanga na kunyonga pombe. Other nilikuwa napiganga muziki kwa club kama DJ. So I never knew God. So this was my first place ya kuja kumjulia Mungu hapa. Mimi namshukuru Mungu maana aliniondolea hii spirit ya kunywa pombe number 1. And then nilikuanga muongo sana. So wakati nilikuwa nafanya kwa kampuni kama ya mtandao ya Safaricom, nilikuwa nadanganyanga watu, nikiwaambia maybe kitu fulani inauza pesa fulani na wajaji pesa mingi. So you see, so in such a way I was conning people through selling those commodities and items. So namshukuru Mungu maana aliniondoa sasa katika hiyo dunia. Aliniondolea uongo, akaniondolea ulevi, akaniondolea kila kitu katika chini ya mtumishi wake Ngoge Mboro. Nimepata kumuona Mungu katika maisha. Na mimi nawahimiza vijana wote wanaonisikiza na wanaoniangalia saa hii, nawaambia tafadhali, msaada ni kwa Yesu. Hakuna maisha mzuri utapata kama si kwa Yesu. Muokoke, mtumainie Mungu na tuende mbinguni. Mungu awabariki sana. Mimi nimebadilika sasa. Mimi sasa si yule mtu wa kitambo. Mimi si mlevi wa kitambo. Sasa mimi am a new creature, am new Julius. That's why na testify siku ya leo ya kwamba Mungu ameniokoa na nimemwona Yesu katika maisha yangu. Kuna mambo amenitendea mingi, saa zingine siwezi sema yote, lakini Mungu amenibariki sasa niko na kazi nzuri, inalipa vizuri hata kushinda wakati nilikuwa kwa dunia. Although nilikuwa na kazi kwa dunia, lakini haikunisaidia. Yaani niko nayo sasa, ni kazi nzuri na nipea amani na nafurahi sana kukaa ndani ya Mungu. Barikiweni sana. Mungu awabariki. Haya, kwa majina naitwa Daniel Kamau, nimeokoka na mpenda Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yangu. Nikikuja hii church niletwa na bibi yangu. By the way, nimeenda church mingi, lakini siku ile tu nilikuja kwa hii church
I felt something inside me, nikasikia nimetulia kama niko nyumbani. Na wakati nilikuja service ya kwanza yenyewe nikakaa nikatuliza, nikasoma, nikasikia kisomo iko mzuri. But the next time I came nikasikia hapana, hii ni lazima nikae hapa na niokoke, kwa sababu zamani nilikuwa nimeokoka lakini si ile wokovu ya kamili. Nimeombea kwa makanisa mengi lakini nasikia wokovu sio kamili. Lakini wakati nilikuja kwa hii church Word of Truth nikasikia nimetosheka, niko nyumbani. Na testimony moja yangu, wakati nilikuja hapa nilikuwa na weight nyingine ilikuwa inanisumbua, nilikuwa overweight. But once nilifanywa deliverance, it took just 1 week to reduce. Nikakuwa mwili mzuri, na ile mwili nilikuwa natamani kabisa. Na nampenda Mungu, na furahi sana kwa sababu ya kuwa na hii mwili flexible. Nasikia niko sawa kabisa, na kuna mambo mengi bado amenitendea. Nimejua kuomba mzuri bila wasiwasi. Zamani nilikuwa nasikia watu wakiomba 2 hours, 3 hours, nashindwa hii ni nini. But today, nowadays, I'm free, nasikia nikiomba kizama mzuri sana. Na napenda kabisa, nasikia niko sawa. Nilikuwa nasema maisha ya kuokoka ni ushamba, ni kuboeka, lakini wacha nikwambie rafiki yangu, maisha ya kuokoka it's good, it's good. You just feel good and nice. Na unapenda tu kukaa ndani ya wokovu. That's why I'm very happy, na napenda sana, na mbarikiwe sana. Amen. Thank you Jesus. Asante Baba kwa sababu ya maisha ya wapendwa hao. Ubarikiwe kutoka siku ya leo. Ulindwe kutoka siku ya leo. Uhifadhiwe kutoka siku ya leo. Hakuna ubaya utakao kupata unapotoka na unaporudi katika nyumba yako. Kutoka siku ya leo katika jina la Yesu, maisha yako imetengwa. Maisha yako imewekwa salama. Maisha yako imezingirwa kutoka leo katika jina la Yesu Kristo. Nimekupea malaika. Pokea malaika wa hudumu aje katika maisha yako. Atembee na wewe wakati wa giza. Atembee na wewe wakati wa mwangaza. Alinde chochote kilichohitanishwa na wewe, kuanzia watoto mpaka mali, mpaka kila kitu. Nayo amani ya Bwana ikae na maisha yako. May the peace of the Lord remain with you every day of your life, in Jesus name. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema nimepokea katika jina la Yesu. Amen. Salimia mwenzako, umwambie kutoka siku ya leo dunia yako ni mpya. Imeumbwa upya. Mwambie anza kuishi hiyo dunia mpya. Imejaa mambo mazuri. Imejaa amani. Imejaa neema. Amen. Thank you Jesus. Bwana asifiwe. Mpendwa mtazamaji, namshukuru Bwana kwa sababu ninajua kwamba umeweza kubarikiwa. Umeweza kusikia mafundisho haya. Leo Bwana ametusaidia kuweza kufahamu na kujua jinsi ya kutubu, jinsi ya kuomba msamaha kwa Bwana, na vile Mungu anavyofanya mtu anaponyenyekea wakati anapoomba msamaha. Karibu sana. Mungu akubariki. Najua kwamba neema ya Bwana ikifanya kazi katika maisha yako utabarikiwa. Ningependa kuomba na wewe ndio Bwana aweze kutenda kitu katika maisha yako. Najua kwamba kama uko na shida yoyote, uko na ugonjwa, unataabika katika maisha, kuna mambo unaona imekulemea, kuna mambo ambayo hauelewi yalitoka wapi na unaona inaendelea kukusumbua, ningependa niombe na wewe, naye Bwana ataweza kutenda kitu katika maisha yako. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, nasema ni asanti kwa sababu ya mtazamaji wangu. Mbariki, umuinue na ukatende kitu katika maisha yake. Bwana, ninanena neema juu ya maisha haya na muombea kibali mbele zako Bwana. Mungu, ninanena katika jina la Yesu uponyaji katika mwili wa mpendwa huyu. Kamuondolee kila shida ya mwili, kaondoe kila shida ya maumivu, kaondoe kila taabu ambayo inatawala maisha ya mpendwa huyu. Bwana, hata kama ni laana zinatawala, Bwana ukaziondoe, kwa sababu ewe Bwana una nguvu na una uwezo. Asante Mungu wa Israeli, uinuliwe na utukuzwe Bwana kwa sababu ya wema wako. Ninaachilia baraka katika maisha ya mpendwa huyu, na Mungu wetu, tuma malaika wako wakaweze kumsaidia na hata kumuondoa katika hali yoyote inayofinyilia. Shetani hauna mamlaka, hauna nguvu juu ya maisha haya. Asante Baba wa mbinguni, uinuliwe na utukuzwe, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Asante sana mpendwa mtazamaji, najua umebarikiwa. Najua kuna kitu Mungu ametenda katika maisha yako.
kupitia kwa mafundisho hiyo ya siku ya leo. Ningependa nikufahamishe, pengine ungependa kuongea na mimi kwa simu ukihitaji msaada wa aina yote wa kiroho, na ningependa kukupa vile unaweza kuwasiliana na mimi. Nambari yangu ya simu ni 0721512033. Kitumia namba hiyo utawasiliana nami moja kwa moja na nitaweza kuomba na wewe. Unaweza kuhudumiwa kwa njia hiyo ya simu, na pia utaweza kujua mambo mengi ya vile Mungu atakavyoweza kukusaidia katika hali ambayo unapitia, ambayo inaweza kuwa ikikulemea. Ningependa pia kukuelezea, kama ungependa kutembea na kuja kushiriki nasi, njia ya kufika kanisani mwetu ni hivi. Wale watu wanaotoka pande ya Nairobi, Kiambu Road, kutoka Nairobi utakuja na utashuka kwa stage ambayo inaitwa Roe. Stage hiyo iko mbele kidogo kama kilomita 1 kutoka Kist, na ukiwa kwenye ile stage kuna barabara ya lami iko upande wa kulia, ambapo utaingia kwa njia hiyo mita 150, na ukiwa kwa njia hiyo utakuta barabara nyingine ya Maram ambayo inaingia pia upande wa kulia. Utaingia na njia hiyo mita 200 na utafika kwenye kanisa letu. Pale barabarani kuna signboard ambayo imeandikwa jina la kanisa ambalo ni Church of God Apostolic Mission, na pia ukiingia katika lango la kuingia kanisani, ile signboard iko pale pia ambayo inakuelekeza kuingia. Ningependa pia nikufahamishe mtazamaji mpendwa kwamba siku zetu ambazo ni za kukutana, ningependa kukufahamisha vile tunakutana, ndio Mungu aweze kukusaidia uweze kututembelea. Tunakutana siku ya Jumanne ama Tuesday kuanzia saa 2 mpaka saa 7, na huwa tuko na ibada ushirika ambao uko na deliverance. Pia siku ya Alhamisi ni siku ya huduma ambayo huanzia asubuhi saa 1 mpaka saa 9. Siku ya Jumapili utatutembelea pia, huwa unaweza kututembelea pia. Huwa tuko na ibada ya kuanzia saa 4 inaenda mpaka saa 8. Hiyo ni ibada main sermon iliyo na mafundisho, na pia ndani yake huwa kuko na maufunuo ama revelations, na pia kuanzia saa 8 mpaka saa 9 huwa tuko na deliverance. Karibu sana mpendwa mtazamaji, Mungu akubariki. Amen. I just want to say that I love you more than anything. Yeah. Come on, say I lift my hands in total adoration unto you. Come on, say it. You reign on the throne. You reign on the throne, for you are